Kwa sababu hii ni ziara Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, na kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatusaidia kwa kutupa fedha tunayoitaka kuhakikisha changamoto ya umeme Zanzibar inaondoka. Lakini mshukuru Waziri wa Fedha na Mipango na timu yake yote. Bila ya wao, niseme kweli, haya mambo yasingekuwepo, kwa sababu ukisikia World Bank wamekubali kutupa mkopo nafuu ni Wizara ya Fedha. Ukisikia fedha inaingia kwenye wizara yetu kusokomeza hii miradi kwa nguvu, kupeleka kwa nguvu, ni Wizara ya Fedha. Sasa kwa sababu hii ni ziara yake, ningeomba Waziri wa Fedha mwenyewe aongee, lakini mimi nakushukuru sana Waziri wa Fedha na timu yako yote, mnatusaidia sana, na kwa spidi hii tunaenda nayo naamini tutamaliza miradi kwa wakati, na Zanzibar by 2028 naamini changamoto ya kuzimika umeme Zanzibar wananchi wataisahau. Tuombe Mungu tuende kwa wakati. Leo tumekuja maalumu kwa ajili ya kutembelea miradi ya umeme na maji katika sekta hii ambayo kama mnavyofahamu ina uzito mkubwa sana katika kusukuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa Zanzibar. Sasa leo tumesema tunatembea kwa upande wa kusini. Mwanzoni tulipanga ziara tuende kusini na kaskazini, lakini mambo ni makubwa. Haya mambo huwezi ukarash tu ukatoka hapa ukenda sehemu nyingine. Lazima utulie, uulize, upate kujua. Kama mnavyofahamu nilivyosema awali ni kwamba tunakwenda katika bajeti mpya ya 2026-27. Utaratibu wetu kabla ya kuingia katika bajeti mpya huwa tunafanya kitu tunaita review. Tunafanya mapitio ya ule mwaka uliopita ili kujua tumeperform kiasi gani, ili tuweze kupanga vizuri kwa kipindi kinachofuata. Huu ni utaratibu wetu. Sasa tumeamua kufanya hivi ili kwanza tuweze kujiridhisha tutakapokwenda kwenye bajeti ile tujue sasa tunapanga nini, kwa sababu mipango lazima utizame unakotoka, ulipo na unafikiria kule unakokwenda. Kwa hiyo tunashukuru sana tumefanikiwa leo kuona vituo vyetu hivi ambao tumejikuta tumetembelea sekta ya umeme tu peke yake. Kwenye maji hatujaenda, lakini tutapanga siku nyingine kwa ajili ya kwenda huko. Mnaifahamu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8, juhudi kubwa inayofanya ikiongozwa na kiongozi wetu jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata maendeleo ya kiuchumi, lakini pia wanapata maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo umeme, maji ni masuala ya kijamii, lakini umeme ndio unachechua, yani ni chachu ya maendeleo mengine ya kiuchumi. Tunaendelea na miradi mingi kama nilivyosema mikubwa, bandari, viwanja vya michezo, airport na kadhalika. Kuna industrial park za watu binafsi, mahoteli ya kitalii na kadhalika yameendelea kuwa na kuwa. Lakini tukajiuliza baada ya kufanya haya yote tunafanyaje? Tutapata tunasema chanzo cha nishati ni nini? Mnafahamu kwamba Zanzibar kwa sasa inategemea chanzo kimoja tu kikubwa cha nishati kupitia umeme wa underground unaopita katika bahari unaotoka Tanzania bara. Sasa hii kwetu tunaona ni hatari, kwa sababu kuwa na chanzo kimoja ni riski, kwa sababu tuliona aliyotokea mwaka 2009. Tulikaa kiza kwa muda miezi mitatu baada ya ule waya kufeli ukatika. Sasa tunahofia isije katokea vile, lakini pia maendeleo tuliyoyasema hapa yanahitaji umeme zaidi ya mara 2 ya ule ambao tulikuwa tunazalisha. Kwa hiyo tunajiuliza, tunawekeza, tunamwita mwekezaji, baadaye tutampa wapi chanzo cha nishati? Kwa hiyo kama mlivyosikia tumetembea kwa jumla hapa, nimejumlisha yani kwa haraka naziona kama megawati 500 karibu 400 500, si ndio? Sasa sisi tunazungumza sasa hivi tuko kwenye megawati 140 ambayo na yenyewe hatuipati kutokana na uchakavu wa ile miundombinu. Sasa hii inatoa nini? Inatoa assurance kwa wale wote wanaotaka kuwekeza Zanzibar ambao walikuwa wanakwazwa na eneo hili la umeme, kuwatoa hofu. Sasa ndani ya miezi michache ijayo Zanzibar itaanza kuwa inajitegemea kwa umeme. Kwa hiyo wanaotaka kujenga mahoteli tunawakaribisha, wanaokuja kuwekeza katika viwanda tunawakaribisha, wanaokuja kufanya wanachotaka wenyewe. Kama ni chanzo cha umeme, basi hakuna shaka serikali imejipanga kwenye hili, na kubwa zaidi ni kwamba
tunawashukuru wafadhili wetu, lakini kwa kiasi kikubwa miradi tuliyoitembelea utakuta ina component ya nguvu ya serikali yenyewe. Hii ni jinsi gani serikali yetu ilivyojikomiti, ilivyojitolea kuhakikisha kwamba ina save pesa. Wizara ya Fedha pale sisi tuna utaratibu wetu wa kusave fedha. Tuna kibubu. Tuna kibubu chetu tunaweka hiyo kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi yetu. Hapo mwanzo tulikuwa tuna shida kidogo sababu tulikuwa tunafanya miradi mikubwa kama hii, tumezoea kwamba lazima kuna mfadhili peke yake. Sasa tumeanza na sisi kutia nguvu zetu. Na kuna maeneo tunafanya kabisa wenyewe. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni hatua kubwa kwa serikali yetu na ni message kwa wananchi kuendelea kuiamini serikali yao kwa sababu serikali inawahurumia na inawafikiria. Lengo na madhumuni ya ziara hii kwanza ilikuwa ni kuona maendeleo yaliyofikiwa katika sekta hii ya upatikanaji wa huduma za umeme. Ikumbukwe kwamba katika kisiwa cha Zanzibar tunalo tatizo kubwa sana la upatikanaji wa huduma ya umeme. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tangu aingie madarakani, amekuwa akichukua juhudi kubwa ambazo zimeanza kuacha legacy, yani kuacha athari, hasa katika sekta za elimu, katika sekta za afya na barabara. Lakini vile vile ana nia ya dhati kama alivyoeleza mwenyewe mara kadhaa, hata juzi tulipokuwa Mangapwani amelieleza hilo kwamba pia anataka kuacha athari kwenye umeme. Kwa sasa tunapokea umeme wetu kutoka Tanzania bara kupitia kebo 2 za baharini kwa kisiwa cha Unguja na kebo 1 ya baharini kupitia kisiwa cha Pemba. Lakini tatizo kubwa liko Unguja. Kwa maana ya Unguja kwa sasa tunapokea megawati 135.7 wakati matumizi yetu halisi kwa sasa ni megawati 165. Hivyo tuna mapungufu ya karibu megawati 30. Siku ya sikukuu, mkesha wa sikukuu peke yake iliyopita ya Idi, mahitaji yetu ya ndani yalifikia megawati 170. Wakati sisi tunapokea umeme wetu megawati 135. Kwa hiyo hii itaonekana kwamba bado kuna changamoto kubwa na utofauti kubwa ya upatikanaji wa umeme. Sasa katika hili serikali haikirudi nyuma na kufunga mikono, lakini imekuwa ikichukua juhudi mbalimbali. Ikichukua juhudi nyingine kupitia kwa wafadhili, lakini kama inavyoonekana kwamba miradi mingi ambayo inafadhiliwa na wafadhili inachukua muda mrefu kukamilika. Na katika hili serikali imejikomiti vile vile kwa kutumia pesa zake zenyewe kuendeleza ile gap iliyotokana baada ya miradi ya wafadhili na ile mahitaji halisi. Mfano kama mwezi uliopita serikali imesaini mkataba na kampuni moja ya Marekani ambayo itahusisha uwekezaji wa miundombinu ya umeme kule Pemba karibu dola 68 milioni. Lakini vile vile kwa upande wa Unguja ametia saini na kampuni moja ya India ambapo pia itahusisha uwekaji wa miundombinu ya umeme kwa karibu dola milioni 159. Na hizi ni fedha za serikali yenyewe, fedha za serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Sasa mfano kwa upande wa Unguja kutakuwa na component 4. Component ya kwanza itakuwa ni kujenga solar farm kule Matemwe ambapo itazalisha megawati 30 ifikapo mwezi wa 9 mwaka huu. Na eneo la pili ni la uhuishaji wa njia kuu za umeme. Ikumbukwe kwamba kwa upande wa kaskazini tunazo feeder line 2 za megawati 17 na zote zimeshafikia ukomo wa matumizi yake. Na kwa upande wa kusini tunazo feeder 2 ambazo kila moja ya megawati 17 na zishafikia ukomo wa matumizi yake. Yani kwa maana kwamba 100% utilization. Sasa ili tuweze kupitisha umeme zaidi kwa mujibu wa mahitaji yanayohitajika, mfano kule kaskazini tunacho kijiji cha kitalii cha Anantara ambacho wanahitaji megawati 2.5. Tunayo hoteli ya Katilonia ambao ni waombaji wakubwa megawati 2.5. Tunayo bandari shirikisha Mangapwani megawati 10 kwa wakati mmoja. Sasa ukichukulia wote megawati 15 mbali ya waombaji wadogo. Sasa haya mahitaji ya ziada hayawezi tena yakapitishwa kwenye miundombinu iliyopo. Ni lazima tuongeze capacity katika miundombinu hapa. Ile ndio maana hii kampuni ya India imekuja.